Haya, kuna ndugu yetu mwingine anasema yeye anaomba, asema apate angalau kwa uchache karama za Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Anaomba japo kwa uchache apate kujua karama za Sheikh Muhammad Nasir Abdullah al-Khajili. Yeye kataka kujua karama kwa uchache, apate angalau karama. Sawa, yeye mwenyewe kaandika makarama, ndio hayo karama. Manake ni yale mambo matukufu ambayo Mungu humpa mja kwa sababu ya mafungamano mazuri kati yake na mja yule, au kwa sababu ya Mungu mapenzi yake tu kamchagua yule kiumbe kwamba naye ni katika watu Mungu anawapenda, yuko radhi nao, na kwa sababu hiyo basi akawapa na mambo ya ziada ambayo kwa viumbe wengine hayapatikani. Yale mambo ndio yanaitwa karama. Kwa hiyo ametaka kujua tu Sheikh Muhammad Nasr kwa uchache. Sawa. Wallahi ndugu yangu, kwa karama, hasa kwa maana ya karama, yani mambo yasiokuwa ya kawaida ambayo Mungu huwa anayapitisha kwa kiumbe mmoja katika viumbe wake, kujenga hoja ya kwamba huyu naye ni katika watu tunao wasikiliza na kuwapenda. Hilo jambo si mara moja, si mara mbili, si mara 10, si mara 100, ni maelfu. Yule bwana hali hizo zimepata kumtokea baina ya watu, lakini mimi nitakusimulia yale ambayo yamepata kuonekana na watu wengi, kwa sababu mara nyingi desturi ya mazoea yetu, kitu kikionekana na watu wengi kinakuwa ndo mara nyingi ushahidi wake haukataliwi. Kikionekana na mtu mmoja wawili, nategemea imani ya watu wanaosimuliwa. Sasa mimi inabidi nikusimulia yale ambayo yameonekana na watu wengi katika karama za Sheikh Muhammad Nasr rahimahullahu taala. Mwaka mmoja, nafikiri ni miaka 77 au 78 kama hivyo. Kisa hichi ni cha watu wengi kwa sababu ni mlori huo. Miaka ile usafiri ilikuwa mgumu, kwa hiyo watu tulienda hadharani Kisiju. Nakumbuka sana siku hiyo. Wakati wa kurudi, unajua kule vinjia vya chochoro, mikorosho na nini, basi tukapita sehemu si sahihi kwa sababu ilikuwa ni usiku. Wakati tunarudi sasa, sawa, gari ilizama mahala, ilizama yote. Wallahi sijui ni kitu gani kile kilikuwa kimetokea, lakini ile gari ilizama yote. Yani hiyo ardhi iliyopitika pale tunasema ni lile tindiga, magurudumu yale yalizama mpaka gari ikakaa juu ya mchanga, magurudumu yamepotea. Sasa wanaume wakaingia kazini, sawa, kupambana sasa kuitoa hiyo. Basi kadiri watu wanavyochimba ndivyo gari inavyozidi kwenda chini. Sheke, mzee mmoja kafanya mpango, alipotuona vile kundi la watu akaleta kiti chini ya mwembe, kwamba jamani, huyo mzee wenu mwambieni akae hapa. Kusimama hivyo na hali kama hiyo sio nzuri. Wema wake miaka ile watu ni wema sana, sawa. Hicho kiti ambacho sheke kaletewa akae ana khalifa wake mmoja naye mawenge kweli kweli, huyo khalifa, yani kiti kilipoweka kakae. Mwenyezi Mungu amwehera ndugu yetu yule, naye ilikuwa ndo katika jumla ya vituko vya Mungu na viumbe wake. Amekaa yeye, kiti kilipowekwa tukakae. Basi wallahi shaka alimwacha tena, akaambia tumwacheni akae, kwa kucheka sana, kufurahi, sio chuki wala ni ya. Kaambia mwacheni akae, maka watu walishaanza kumwandamisha yule bwana. We nini bwana, unaona kitu kaleta shika, mwacheni. Tangia hivyo mistaki kukaa, mwacheni akae. Yule bwana akakaa, ameshafariki naye. Kwa hiyo inshallah simtaji kwa sababu sijui, lakini sije kawa labda tutamtia kwenye janga kwa kukisimulia hichi kisa katika sura ya kumtaja moja kwa moja na jina lake litakavyoingia katika mioyo ya watu. Hatujui nani atakayekuwa kachukizwa sana, tukamletea matatizo mengine mapya bwana. Mwenyezi Mungu amrehemu, mmoja katika makhalifa wakubwa sana, ambao lakini si wakubwa sana tu, lakini walikuwa wazuri na wanafurahisha sana. Ubinadamu kila mtu ana wake, basi ndio tafsiri ya kuwa yeye ni Mungu na sisi ni watu. Mwenyezi Mungu jalla wala. Basi watu walihangaika kuanzia saa hizo mpaka saa 7 kasoro, hiyo gari haijatoka. Mzee alitafuta mahala kuna kimvuli, akaenda akakaa chini
na baadhi ya viongozi wakaenda wakakaa naye pale, anaangalia tu watu wanavangaika tope mwili mzima, watu wanahangaika kutoa gari haitoke. Vijijini huko utapata msaada wa kuvutwa na nane? Basi mwisho karibu kabisa na adhuhuri, yule mzee akanyanyuka akasema neno moja, ama hakika wanangu, nyinyi mmesahau kwenu. Hilo ndio neno shaka aliongea alipoinuka, akasema asili yake wanangu, muda wote huu tunakaa, kumbe hamjui kwenu. Mimi siwezi kupata shida kama hizi mnazozipata, kwa sababu mimi kwetu ninakujua. Hayo ndo maneno shekhe alosema. Kama nitashindwa kutumia herufi moja moja na mpangilio wa maneno kama alivyotumia mwenyewe, lakini maana yake na makusudi yake yanaendana na hivi nilivyosema. Baadhi ya maneno ni hayo hayo na mengine anaweza kuwa sio hayo, lakini kulingana na maana inayokusudiwa ilikuwa ni hivyo. Ama hili neno la kwamba asili yake wanangu, nyinyi hamjui kwenu wapi. Mimi ninajua kwetu, kwa sababu mimi nina kwetu. Kwa hiyo siwezi kupata hii shida inayokupata nyie. No. Basi alichukua kimti cha mwembe kikavu, kimti yani kama kifimbo vile, akakivunja huku na huku, akabaki na kipande kifupi tu. Akaja nyuma ya hiyo gari, akachokonoa kidogo mpaka gurudumu likawa linaonekana la nyuma ya gari. Basi kile kimti alikiweka pale kwenye lile gurudumu linaloonekana, kakigandamanisha pale. Akasema shirli la Sheikh Rijali Abdallah Nurul Jamali anta zahidul jalali almadadi Sheikh Rijali. Aliposema hiyo almadadi Sheikh Rijali, alisukuma kile kimti. Wallahi gari tuliikuta mbele karibu kama kiasi niseme kama mita 100, ikiwa yenyewe tu haina dereva, lakini ilifuata barabara vizuri mpaka tumeenda tumeikuta eneo lile ambalo lote linashakashaka kwamba njia ile si nzuri. Ile gari ilipita yenyewe mpaka ifika sehemu ambayo sasa ni pakavu, ardhi ngumu nini, ile gari ilisimama hapo. Hili tukio limehudhuriwa na watu wengi sana, kwa sababu watu wote walokwenda hiyo hadhara walilishuhudia hilo tukio, watu wengi sana. Unaona, gari ambayo ilizama ardhini mpaka difu imegusa ardhi, imesukumwa na kimti cha mwembe tu, kwa baraka ya Sheikh Rijali, Sheikh Abdallah ibn Hamadi. Hapa Sheikh alikuwa na tasali na Sheikh wake Sheikh Abdallah ibn Hamadi. Mwenyezi Mungu alete faraja na gari ikwamuke kutoka kwenye ardhi ilipokwama kwa baraka ya Sheikh Abdallah ibn Hamadi. Ndio maana Sheikh alisema mimi nina kwetu, kama nyinyi hamna kwenu, mmesahau kujua kwenu wapi, mimi kwetu ninapajua, kwa hiyo siwezi nikapata shida. Ni jambo limeonwa na watu zaidi ya 100, wallahi lazim. Kwa hiyo nafikiri hii ni katika jumla ya vitu ambavyo unaona kabisa ni jambo lenyewe lilivyo ni khariqun lilada, ni jambo limepita ada ya kawaida. Mwanadamu ni katika mambo ambayo kwa kawaida hana mazoea nayo wala hayaonage. Hii ndio moja katika karama ambazo zimeshuhudiwa na watu wengi. Nitakwambia tu yale ambayo yameshuhudiwa na watu wengi, kusudi nisiletoe maswali hapa ya kwamba wewe bwana umetengeneza. Watu wengi sana walikuwepo kwenye hilo, maana ni lori zima watu walikuwa ndani ya hilo, na wote walikuwa wametoka kwenye hadhara moja. Kwa hiyo jambo lilitokea. Naona hiyo ni moja katika karama ambazo zimeshuhudiwa na watu wengi. Unaona haya jingine hivyo hivyo ninasema anashuhudiwa na watu wengi, kwa sababu ukisema ambao umeshuhudiwa na wewe peke yako tu, watu wengi wameona vitu visivyokuwa vya kawaida. Lakini ikiwa itakuwa ni wewe peke yako tu, ukisema sasa watu wanaanza kujadili wewe. Sasa ninazungumza aliona na watu wengi. Sawa? Kilwa. Sawa? Pale kuna migiji ilikuwa imejiandaa, wamesema Sheikh Muhammad Nasr anaweza akaenda kokote kufanya mambo yake anayofanya, lakini hii Kilwa hatoka akanyage. Migwiji. Huo sasa sio swala la dini ya. Hizo ni chuki, husuda, fitna. Sawa? Wakakumba wachawi wa mji mzima, yani ilikuwa vita kama vya Firauni na Nabii Musa. Wachawi wa mji mzima, wale mabingwa
walijikusanya wakasema Sheikh Muhammad atakwenda nchi nzima hii, lakini hatoka kanyaga Kilwa. Basi na mwaka mmoja Sheikh akapata mwaliko kutoka kwa muridi wanaoishi pale. Sheikh, kuja tutembelee kwenye hadhara. Sheikh Omar Farhani ni walimu mkubwa wa Mwenyezi Mungu, alipita kabla yako, basi tunaomba uje kwenye hadhara yake. Na wakati ule Sheikh, ombi hili limeletwa na Sayyid Hassan, sawa, Mtume Chimwa mashuhuri, watu wanamfahamu, walimu mkubwa sana katika mawali wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni mjukuu katika wajukuu wa Mtume. Ni sharifu bwana, kwa ndani ya damu ya utume ndo kazaliwa humo. Mwanachuoni mkubwa, achilia mbali hivyo, ni sahibu al-karamati. Kwa hiyo naye katoa mapendekezo. Sheikh, tafadhali tunakuomba uhudhurie hadhara ya Sheikh Omar Farhani huku. Naam. Ukaletwa usafiri wa mlori mkubwa, tukakusanywa wote tukae kwa humo, unaona. Lakini tukenda ikafika mahala dereva, ili lori ni la kukodi, kwa hiyo nikidereva ni wakwao wametupa na nini, si tupakiwe humo twende, maana limekodishwa. Kiasi kilomita 30 kufika mjini, nakadiria kiasi kama kilomita 30, maana ulikuwa ni mwendo kiasi zaidi ya saa nzima kutokea hapo, na njia zenyewe ndo kama unavyoziona. Dereva akamwambia Shekhe, hapa niwieni radhi jamani, lakini kwa vovote nitakavyofanya nitakutieni mashakani. Vipi? Akamwambia nimekuwa kipofu ghafla, sioni, yani sioni njia na sioni chochote, hivi unavyoniona mimi ni kipofu. Shekhe, macho yangu yamepofuka, nisaidie. Kasimamisha gari wewe bwana. Shekhe anamwangalia, ni vipi? Ambia mzee, sioni, yani sioni kabisa, sio kidogo. Basi Shekhe alimwambia, haya kaa hapo hapo kwenye usukani wako, kaa. Akamwambia haya, washa gari. Uo usukani wewe usikate kulia wala kushoto, ushike tu, sawa? Tutafika. Hilo ni jambo Shekhe anamuelekeza mbele ya watu zaidi ya 50. Yule kijana akasema sawa. Tena Shekhe anaongea kwa anacheka sasa, leo tuna dereva wa ajabu, anatupeleka mahala huku hapaoni. Haya, bismillah, washa baba. Yule bwana akawasha gari akaingoa. Basi wallahi huyo bwana haoni chochote, lakini gari hiyo iliongoza njia yenyewe ikaja ikasimama nje ya nyumba ya bwana mmoja, alikuwa mashuhuri sana katika matajiri wakubwa waliokuwepo pale Kilwa, anaitwa Sudi nafikiri yule bwana, Mungu amrehemu, na hakika atakuwa ameshafariki kwa taarifa ambazo nilipata siku za huku nyuma. Kama nimekosea mimi, Mwenyezi Mungu anisamehe, lakini gari ile ilikwenda ilisimama nje ya nyumba huyo bwana, kwa katika muridi wa Sheikh Muhammad Nasr na wakereketwa watwarika kweli kweli. Basi hiyo gari ilisimama nje ya nyumba kwa kusimama yenyewe, maana dereva haoni, yeye kakaa tu. Ilipofika hapo nje chui, kasimama yenyewe. Kitendo kumaliza kusimama ile gari pale, sawa, Sheikh anasema haya, msaidieni mwenzenu kushuka, maana haoni, sio? Akashushwa pale, akashika, kasimama kwenye daira pale, tukafika tukafanya salamu na nini, kupeana mikono. Ile alipokuja kupeana mkono na Sheikh Muhammad Nasr, akasema ninakuona Sheikh, wallahi ninakuona. Akamwambia sasa ninakuona mzee. Basi vicheko vikawa vingi pale, Sheikh anacheka na yule kijana anacheka na watu wengine wanacheka. Asema kuna watu wameapa kwamba mimi si nitoka nikanyage huu mji. Sasa mimi ndo Muhammad Nasr Abdallah al-Qadri. Maana pale sasa na wenyeji wameshakuwa wengi, wamekuja. Akasema je, nimefika kwenye mji wenu? Sijafika. Watu umefika? Shambia hakuna anaweza kunizuia kufika sehemu ambapo ninaenda kwa ajili ya Mungu. Basi kumbe muda wote ule kuna jamaa wako pangoni baharini, kwenye mapango yale ya bahari, wako huko wanafanya makafara, wanasema siji siku ya ngapi, kupambana kuhakikisha Shekhe hakanyagi. Lile pango lilifurutuka lenyewe likawafunika. Yani muda Shekhe yuko hapo anafanya salamu, tunaongea, watu wamechangamka, inakuja taarifa kwamba kuna mashekhe wakubwa sana wamefunikwa na korongo huko baharini. Serikali kama kawaida ikatoa vifaa na wasaidizi wakaenda wakawafukua. Wamekutwa wameshakufa, lakini wa inna jundana lahumul ghalibun. Mwenyezi Mungu anasema jeshi letu siku zote ndio lenye kushinda. Jeshi la Mwenyezi Mungu ni guarantee.
kwani lenye kushinda. Kwa hiyo maadamu shekhe kafika, wale walioapa kwamba hatofika siku zote inabidi iwe nini? Adhabu dhidi yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akafanya alichofanya. Mashuhuri ya habari, tena mashuhuri sana, kwa sababu ni sio mtu mmoja, maelfu wanaojua hii habari. Ama waliolishuhudia tukio ni kiasi kusema kama watu 50 60 hivi. Sina makadirio maalum kusema labda walikuwa ngapi kwa idadi, lakini nakadiria kwenye 50 60, maana ni lori zima ilikuwa imetupeleka kule. Kwa hiyo haya ndo katika jumla ya mambo ambayo kwa kuyaangalia watu wengi wameyashuhudia kwa mara moja na kuyaona. Kwa hiyo ushahidi wake unakuwa ni wawazi zaidi. Sawa, huyo ndo Sheikh Muhammad Nasr Abdullah Al-Qadiri katika jumla ya khasais na asrari na karama zake. Sawa, na si ni jambo dogo hata chembe. Bila shaka mnaliona hili si jambo dogo kabisa. Naona. Kwa hiyo nadhani kiasi hichi yako mengi, lakini nadhani kwa mchache kama alivyosema ndugu yetu, kwa uchache nadhani hili namtosha. Yako mengi ambayo yamewapata watu wengi pamoja na shekhe mwenyewe, unaona lakini ninazungumza haya kwa sababu ya ule uchache tuliozungumza kwamba tufanye kwa uchache inshallah.